Rock Stars, Sport Next Level. Sakata la dabi ya Kariakoo linazidi kuchukua sura mpya. Ndiyo, hivi sasa kuna kila dalili kwamba ile tarehe iliyopangwa na bodi ya ligi ambayo ni Juni 15 ikiwa ni siku ya Jumapili, siku chache tu kuanzia sasa 2025, ndiyo siku ambayo bodi ya ligi ilipanga kwamba dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba, ndipo ichezwe. Na hiyo ni licha ya mvutano uliopo baina ya bodi ya ligi na wenyeji wa mechi hiyo ya ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa pili baina ya timu hizo mbili, Yanga dhidi ya Simba. Wenyeji hawa ni Yanga ambao wenyewe wanasisitiza kwamba hawachezi dabi hiyo kutokana na mvutano kati ya Yanga na bodi ya ligi juu ya kuahirishwa kwa mechi hiyo iliyopaswa kuchezwa awali Machi 8 mwaka huu kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo bodi ya ligi ilitangaza kuahirisha mchezo huo. Na sasa kwenye siku hii ya Juni 15, Yanga ikisisitiza kwamba haichezi dabi hiyo, lakini sio tu mechi hiyo bali pia na mechi nyingine zote zilizobaki za kwake katika ligi kuu Tanzania bara msimu 2024-2025 haitacheza, na huku ikisisitiza kwamba bodi ya ligi ifanyie kazi matakwa yake iliyowapelekea, ikiwamo matakwa manne makuu ambayo bodi ya ligi imesema hayatekelezeki kwa sababu baadhi yake yanahitaji mabadiliko ya katiba, mengine yako nje ya mikono yao, na mengine yanahitaji tafakuri ya kina. Lakini taarifa zinaonyesha kana kwamba huenda dabi hiyo ambayo bodi ya ligi ilisisitiza kwamba ni Juni 15 huenda isichezwe siku hiyo, na ishara hiyo inatokana na kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba, watani wa jadi wa Yanga ambao ndio wapinzani wa Yanga katika mechi hii ya dabi, Simba kutoa taarifa inayotahadharisha kwamba yenyewe imejipanga kwa ajili ya mechi siku hiyo na kwamba haiko tayari hata kidogo endapo itahamishwa siku hiyo ya Jumapili na kupangiwa siku nyingine. Simba wametoa taarifa hiyo kwa umma wakisisitiza kwamba wanawataka mashabiki wao, wanachama, wapenzi kujitokeza kwa wingi siku ya Jumapili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya dabi hiyo ambayo wao wamejipanga kucheza, na kamwe hawako tayari kucheza dabi hiyo katika siku nyingine yoyote. Manake ni nini? Kama bodi ya ligi ambayo imekuwa ikisisitiza kwamba dabi hiyo itachezwa Juni 15 ikingangania kwamba ni Juni 15, maana yake Yanga hawatafika uwanjani, na baada hapo Yanga hawatacheza mechi nyingine zote zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara, ambapo viongozi hao wa ligi Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa ligi hiyo wamebakiwa na mechi dhidi ya Tanzania Prisons, lakini pia mechi dhidi ya Dodoma Jiji, ukiondoa hiyo ya dabi, ili kukamilisha mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu 2024-2025. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba, kama bodi ya ligi kwa taarifa yao walioitoa itaahirisha siku hiyo ya Juni 15, manake na wao hawako tayari kucheza dabi hiyo katika siku nyingine yoyote. Manake kwa lugha nyingine, bodi ya ligi sasa inakuwa katikati, inakuwa na kizungumkuti kipi cha kufanya, ingawa yenyewe imesisitiza kwamba ni Juni 15 na hakuna taarifa nyingine yoyote rasmi inayoonyesha kwamba imeahirisha siku hiyo. Lakini Simba kwa vyovyote vile kutoa taarifa hii kwa umma ni kama kuiwahi bodi ya ligi, kutokana na pengine wamenusanusa na kusikia kwamba bodi ya ligi ina mpango kuahirisha kutoka siku hiyo ya Juni 15 ambayo inaonekana ina mgogoro mzito dhidi ya wenyeji wa mchezo huo Yanga, na kupangiwa siku nyingine. Sasa Simba wamewahi kwenda kwa umma na kusisitiza hawatacheza dabi hiyo katika siku nyingine yoyote isipokuwa hiyo Juni 15. Inakumbuka vizuri, chanzo cha yote ni Machi 8 hiyo nilotoka kuikumbushia, ambapo mchezo huo namba 184 ulipaswa kuchezwa kati ya Yanga wenyeji dhidi ya Simba. Kwenye mzunguko wa kwanza mechi ya dabi ilichezwa vyema, Simba wakiwa wenyeji kwenye uwanja wa Mkapa. Yanga ilishinda 1-0 kwa bao la kujifunga la Kevin Kijiri. Lakini kwenye mzunguko wa pili siku hiyo ya Machi 8, wekundu wa Msimbazi Simba waliutaarifu umma siku moja kabla ya mchezo kwamba walikwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni kutekeleza haki yao iliyoainishwa katika kanuni za ligi kuu katika sura ya 5 kanuni namba 17 kifungu cha 45 kwamba timu ngeni inapata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumiwa kwa mechi siku moja kabla. Lakini wanaeleza Simba kwamba siku hiyo walipokwenda wakakutana na kikwazo, wakazuiwa kuingia na wale waliowatuhumu kwamba ni mabaunsa wa Yanga. Siku iliyofuata ambayo ni siku ya mechi Machi 8,
Mmoja kati ya miongoni mwa viongozi wa bodi ya ligi akiwamo mwenyekiti wa bodi Steven Mguto alikaririwa akisema kwamba dabi iko pale pale, lakini baadaye bodi ya ligi ikatoa taarifa rasmi kwamba dabi hiyo, mechi hiyo imeahirishwa na kwamba itapangiwa siku nyingine kutokana na kile ambacho Simba walikabiliana nacho, lakini vile vile ikieleza kwamba kuna baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi zaidi ambao utahitaji muda, na ndio maana ikaahirisha mchezo huo, huku pia ikiahidi kwamba itatoa taarifa zaidi kuhusiana na hilo na kwamba itapanga tarehe nyingine kwa haraka. Na kitendo hicho hakikubaliwa na wenyeji wa mchezo huo Yanga, ambao wenyewe wanaona kikanuni, kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-25, hakuna mahala ambapo mechi inaweza kaahirishwa kwa sababu timu ngeni haijafanya mazoezi. Ikumbuke kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ikitoa fursa kwa timu ngeni kufanya mazoezi, kifungu cha 62 cha kanuni hiyo ya 17 sura ya 5 kinatoa adhabu kwa yeyote, kwa maana mchezaji au klabu itakayofanya timu ngeni isifanye mazoezi. Adhabu zake ni pamoja na faini milioni 1 mpaka milioni 2, lakini vile vile kama ni tukio la kujirudia, faini ni shilingi milioni 5 mpaka milioni 10. Lakini bodi ya ligi wakati kiahirisha mchezo huo haikutumia kanuni hiyo ambayo yenyewe haitoi fursa kwa mechi kuahirishwa. Badala yake kuahirishwa kwa mchezo ni kanuni namba 34 ambayo ndio bodi ya ligi ilikwenda kuitumia, kifungu cha 1.3 juu ya kuahirishwa kwa mchezo, kwamba mchezo unaweza kuahirishwa kwa dharura ama sababu ya msingi inayokubaliwa na TFF. Sasa kifungu hicho ndicho alikitumia kuahirisha mchezo, jambo ambalo Yanga hawakuridhia, kiasi ya kwamba siku hiyo ya Machi 8 walisisitiza kwa mashabiki wao kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa Mkapa, kwa sababu mechi hiyo iko pale pale, hakuna sababu ya kuahirishwa. Na kweli Yanga walikwenda uwanjani licha kwamba bodi ya ligi walishatangaza kwamba mechi hiyo imeahirishwa, na baadhi ya mashabiki wake walikwenda pia. Mwisho ikatokea mgogoro ambao hapa nakumbushia tu uliwafanya Yanga kuiandikia barua bodi ya ligi wakilalamikia mambo kadhaa, lakini wakitaka pointi 3 na mabao 3. Lakini haitoshi, walikwenda mpaka mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS, ambayo yenyewe ilitoa mwongozo kwamba haina mamlaka ya kusikiliza swala hilo, kwa sababu Yanga wanapaswa kutumia kwanza mamlaka za mpira wa miguu zilizopo nchini kabla ya swala kama hilo kupelekwa kwao kwa ngazi iliyokuwa hapo. Yanga waliporejea wakasema wazi kwamba hawana mpango kulipeleka swala hilo bodi ya ligi, kwa sababu wanajua hawawatendei haki. Badala yake wakasisitiza hawatacheza tena mchezo huo namba 184 wa dabi. Lakini bodi ya ligi baadaye ikatangaza tarehe ambayo ni Juni 15, ikisisitiza kwamba dabi itakuwa kama ilivyopangwa. Lakini tarehe 9 Jumatatu, Yanga na bodi ya ligi wakakutana baada ya bodi ya ligi kuita Yanga kwenye makao makuu yake Ilala jijini Dar es Salaam, Mafao House, ambapo baada ya majadiliano yao yaliyoanza saa 4 asubuhi na kuchukua saa kadhaa, walipotoka kila mmoja akatoa taarifa ambayo ilikinzana. Yanga wakasisitiza kubaki na msimamo wao kwamba hawachezi, na wakaongeza baadaye kwamba sio mechi hiyo tu ya Juni 15 dhidi ya Simba, bali pia mechi zilizobaki mpaka matakwa yao yatekelezwe. Matakwa hayo ni yepi? Bodi ya ligi waliyataja na wao Yanga wakayataja pia baadaye kupitia kwa mkuu wa idara yao ya habari na mawasiliano kwa umma Alikamwe, kwamba mosi ni kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi ya bodi ya ligi kuhusu ligi kuu; pili, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi CEO, lakini vile vile kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Na kisha matakwa mengine ni kutaka bodi ya ligi iwe chombo huru kinachojitegemea, jambo ambalo walikuja kufafanua baadaye kwamba hilo la kutaka bodi ya ligi iwe chombo huru wanajua sio swala la haraka, linachukua muda mrefu, yaweza kuanzia mchakato wake 2025-26. Na sasa wakati Yanga na bodi ya ligi wakiendelea kuvutana, huku pia likiibuka swala la fedha, zawadi za mshindi wa kombe la shirikisho la benki CRDB ambao Yanga walilitoa msimu uliopita ikiwa ni mara ya 3 mfululizo. Yanga wakasema pia hata mechi ya fainali kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja New Amaan Complex visiwani Zanzibar, inayopaswa kuchezwa Juni 28, hawatacheza hata kidogo mpaka pale watakapopewa fedha zao walipotoa ubingwa msimu uliopita, jambo ambalo limeingiza tena katika mgogoro mwingine baina yao na TFF ambao ndio wasimamizi wa kombe hilo la shirikisho la benki ya CRDB. Katikati ya mvutano huo ndipo zinaibuka tetesi nyingine kwamba huenda Juni 15 iliyopangwa na bodi ya ligi kama ndio siku ya dabi hii
ikaahirishwa, na ndio maana Simba wamewahi na kueleza dhahiri kwamba wao hawapo tayari kucheza dabi hiyo tarehe nyingine yoyote isipokuwa ni Juni 15 siku ya Jumapili. Je, nini kitakachofuata? Ni kweli kwamba bodi ya ligi wana mpango kuahirisha Juni 15 kama waliotangaza awali, na ndio maana Simba kwa kujua, kwa kunusanusa vyanzo vyao, wakawahi kuweka wazi msimamo wao kwamba hawako tayari kucheza siku nyingine mbali na Juni 15. Nini kitakachotokea? Tuendelee kusubiri, lakini bila shaka ni dhahiri kwamba mamlaka za mpira wa miguu, viongozi wa hizi klabu wataendelea kushirikiana katika namna chanya ya kufanya mpira uzidi kupiga hatua na kuachana kwa namna inavyowezekana kustopisha hii mivutano ambayo huenda isiwe na afya kwa mpira wa miguu nchini. Nini kitakachotokea? Swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.